Hakimu mfawidhi ni resident magistrate in charge, hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo niliyosema ya Kisutu. Kwa taratibu za kisheria ambazo zimeainishwa katika sheria mbalimbali, hususan sheria ambayo inaitwa Sheria ya Mwenendo wa Makosa ya Jinai sura ya 20 kama ilifanywa marekebisho mwaka 2022. Kuna michakato ya aina mbili. Kuna kesi ambazo zinasikilizwa na mahakama za chini. Kisheria mahakama za chini ni mahakama ya hakimu mkazi, mahakama ya wilaya, mahakama ya mwanzo. Halafu kuna kesi ambazo kwa mujibu wa sheria zinasikilizwa na mahakama kuu. Sasa kesi ambazo zinasikilizwa na mahakama ya chini pia zimeainishwa na sheria. Hizo sitawachosha nazo, ni wizi, ujambazi na nyinginezo, kubaka na kama hizo. Lakini kuna sheria, kuna kesi ambazo kwa mujibu wa sheria kimahususi kabisa zinasikilizwa pekee kutokana na uzito wake na mahakama kuu. Kesi hizo ni kwa mfano mauaji yote mawili, ya kukusudia na yasiyo kukusudia. Lakini pia inajumuisha uhaini, ugaidi na makosa fulani ya chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na uhujumu uchumi, na pia sheria ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya. Sasa mchakato wa kisheria ni kwamba mtuhumiwa anapokamatwa anafikishwa kwanza kwenye mahakama ya aidha ya wilaya au ya hakimu mkazi kutegemea na mgawanyo wa kimahakama katika eneo husika, lakini mahakama ya Kisutu inaitwa mahakama ya hakimu mkazi. Kwa kule kuna mchakato unafanyika, kwa lugha ya kisheria inaitwa komito. Sasa sina neno rasmi la kisheria na bahati mbaya sijakutana nao, lakini nitatohoa. Niseme tu kwamba usikilizwaji wa awali. Usikilizwaji wa awali nimeweka quotation marks kama nilivyosema, sio tafsiri rasmi, ila neno rasmi la kisheria ni komito. Kwa hiyo mchakato wa kisheria kwenye kesi ambazo zinasikilizwa na mahakama kuu peke yake, ikiwemo kesi ya uhaini, ni kwamba inaanza kwanza katika mahakama, aidha mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya wilaya. Kule kuna michakato mbalimbali ikiwemo upelelezi kukamilika. Halafu mshtakiwa baada ya upande wa mashtaka kupitia kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kukamilisha upelelezi, manake kwa mujibu wa sheria inaitwa National Prosecution Services Act, sheria ya uendeshaji mashtaka sura ya 430 kabla ilifanywa marekebisho mwaka 2019. Sheria hii inasema kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ndio itasimamia kwa namna fulani upelelezi. Kwa hiyo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka wakishirikiana na polisi, wakishakamilisha upelelezi wao, wanaleta taarifa mahakamani kwamba upelelezi umekamilika. Wanaenda kufungua kesi au shauri ya information ya hati ya mashtaka kwenye mahakama kuu. Halafu huku chini sasa kwenye mahakama kama hii sasa hivi ya Kisutu, tunakwenda sasa kusomewa mashahidi wao wanaotaka kuthibitisha huo uhaini ni kina nani, lakini pia vielelezo na maelezo, statements, maelezo ya hao mashahidi, lakini pia ni vielezo gani watakwenda kuvitumia. Kwa hiyo huo mchakato kikamilika, sasa tunahamia mahakama kuu, ambapo kama nilivyosema kwa mujibu wa sheria za nchi yetu ambazo zinazungumzia usikilizwaji wa mashauri ya jinai, basi inaelekezwa kwamba sikilizwe mahakama kuu. Kwa sasa hivi tuko katika hiyo process ambayo inaitwa komito. Kwa kesi hiyo niliyoitaja, kesi ya jinai namba 8607 ya mwaka 2025 ipo kwa Mheshimiwa Franco Kiswaga, tutaizungumzia. Lakini pia mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mugwai pia anashtakiwa katika kesi nyingine ambayo ina mashtaka matatu, lakini kubwa kuliko yote au ambalo linabeba maudhui ni shtaka linaitwa kuchapisha habari za uongo. Sio maneno yetu, ni maneno ya hao waendesha mashtaka. Hii ni kesi namba 8606 mwaka 2025. Hii ipo mbele ya mheshimiwa anaitwa Muhini. Sasa kesi hii ambayo ipo mbele ya mheshimiwa Muhini inakuja kwa ajili ya uamuzi mdogo wa hoja za kisheria mbalimbali ambazo tulizitolea hoja mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Inakuja kwa uamuzi mdogo tarehe 6 Mei majira ya saa 6 mchana. Sasa ili muweze kuelewa hoja ambazo tutakwenda kuzitoa huko mbele, tunaomba kwa kifupi tueleze mbele ya mheshimiwa Muhini tulitoa hoja gani. Antipas Tundu Lissu Mugwai kama mnafahamu alikamatwa Mbinga mnamo tarehe 9 mwezi wa 4. Mbinga iko mkoa wa Ruvuma au Ruvuma watu wengi wanaifahamu almaarufu Songea, lakini hilo jina sio rasmi. Jina rasmi la kisheria au la kiutawala ni ule mkoa unaitwa Ruvuma, lakini maarufu Songea. Kwa hiyo alikamatwa tarehe 9. Mimi nilikuwepo kule, nilikuwa na shughuli nyingine, lakini nilikuwepo kule binafsi. Mara baada ya kupewa taarifa na viongozi mbalimbali, watu waliokuwa na Mheshimiwa Lissu wakiwemo Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa wakili mwenzetu Deogratias Mahinyila, nilikwenda mpaka ofisi ya Central Police Station ya Songea pale au Ruvuma niseme,
nilipambana sana kadri ya uwezo wangu kuweza kupata haki ya kisheria ya kuonana na mteja wetu, kwa sababu haki ya kwanza kabisa ya mtuhumiwa anapowekwa chini ya ulinzi, ukiacha askari polisi ambaye anamweka chini ya ulinzi kujitambulisha kwa majina na force namba zake na kutoa anwani yake kamili ikiwemo na kitambulisho, na utaratibu umewekwa kabisa chini ya sheria iliyosema, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai inaelekeza utaratibu rasmi wa namna ya kumweka mtuhumiwa chini ya ulinzi. In fact unapaswa unamshika bega, unasema mimi naitwa afande fulani fulani, force namba yangu ni hii hapa, natoka kituo fulani na kutuhumu wewe chini ya kosa fulani na kuhitaji kwa ajili ya labda mahojiano au taratibu nyingine za kisheria. Alafu sasa anapaswa, wenzetu kama huwa mnaangalia sinema, nchini kwetu bado tuko nyuma sana kisheria, lakini wale ambao mnaangalia sinema utaona kwa Kiingereza wanasema, yule anayemkamata anasema you have the right to remain silent, anything you say can and shall be used against you in a court of law, kwamba nakuweka chini ya ulinzi, hutakiwi kusema chochote kusema kinaweza kutumika dhidi yako. Kwa lugha maarufu ya kitaalamu au ya kisheria inaitwa Miranda rights. Kuna kesi maarufu ilifanyika Marekani ya mtu anaitwa Miranda. Kwenye kesi za wenzetu wakaweka huo msimamo kwamba unapomkamata mtu usitumie nguvu pasi, yani nguvu ya kupita kiasi bila sababu. Sasa kwa namna nyingine tofauti, kama nilivyosema, maoni yetu, our professional opinion, maoni yetu ya kitaalamu ni kwamba bado sheria zetu za kijinai ziko nyuma, lakini kuna standards fulani ambazo hazitofautiani sana. Moja hapo ni kwamba unapokwenda kumkamata mtu, basi kwanza usitumie nguvu ya kupita kiasi. Unakwenda na maaskari azifu kuna vita, unajitambulisha kwake huyo unataka kumweka chini ya ulinzi, na unamfahamisha anakwenda kushtakiwa na kosa gani. Kwa nini? Kwa sababu asije kwa mfano akaongea mambo ambayo yatakwenda kumwathiri yeye mwenyewe. Kwa hiyo unampa onyo la kisheria, unajitambulisha, unamwambia una haki na kuweka chini ya ulinzi. Maelekezo yangu ya kisheria ni kukupeleka kukuchakata katika kituo cha polisi fulani, labda tutakusafirisha kwenda kituo cha polisi fulani. Una haki ya kuwasiliana na ndugu, jamaa au wakili wako. Kwa nini? Kwa sababu hata huko ambapo unakwenda kunaweza kuwa kuna mazoezi ya kisheria ambayo yanahitaji ndugu, jamaa na almahususi wakili. Sasa unapomzoa mtu katika mazingira kana kwamba unamteka, manake ni nini? Manake ni kwamba atawasiliana vipi hata na wakili wake? Manake ni kwamba kama kweli wewe ni professional, kama kweli ni mtu uliyobobea katika zoezi hilo, unakwenda kukamilisha maeneo mengine, kwa sababu mtu atakwambia mimi nahitaji wakili wangu. Wakili hawezi kufika kwa sababu simu mmeshamnyang'anya na wewe namba za wakili huzifahamu. Kwa ndio maana sheria imeweka utaratibu huo ili kuweza kuweka hiyo nafasi. Kwa hiyo narudi pale nilipokuwa nimeishia awali kwamba alikamatwa katika namna ambayo mpaka sasa dunia nzima imeona, akapelekwa kituo cha polisi kikuu cha Songea. Mimi binafsi nilifika na wakili mwenzangu usiku wa kuanzia saa 2 hivi. Niliwasiliana na kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma au tuseme Songea kwa rais ya rejea. Nilishindwa na nilimwambia atanisamehe sana, sina ugomvi naye binafsi, lakini nilimwambia nitakwenda kuhadithia haya yote ambayo unayafanya kwa kukiuka sheria. Majibu yake yalikuwa kwamba Kibatala, unafikiri mimi ninaogopa ukienda kuongea na vyombo vya habari? Hii inaonyesha nini? Arrogance, ujeuri wa hali ya juu, kwamba watu hawaogopi, yani watu wetu ambao wamepewa dhamana ya kusimamia sheria hawaogopi kuwajibishwa. Wanajua as long as amepokea order kutoka mahala fulani, nyie fanyeni mnachokitaka, yeye hataguswa, hatatingishika. Sasa hii ni mfano mmoja tu wa namna ambavyo kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tumemsikia Waziri Bashungwa, Innocent Bashungwa, tutakwenda kumzungumzia kwa kirefu, mimi binafsi kwa kidogo, lakini kwa kipande kikubwa rafiki yangu Jebra Kambole. Sasa anapoitisha press conference kwenda kuongelea mambo mbalimbali, yeye na mwanasheria mkuu wa serikali, tumemsikia anaongea mahala fulani anasema mimi ndio mwanasheria mkuu wa serikali. Majukumu yake sio yale ambayo tutakwenda kuyazungumzia. Pia ni kuhakikisha kwamba hawa watu ambao wanafanya kazi chini ya ushauri wake, chini ya mwamvuli wake, wanakuwa sio wakaidi namna hiyo kiasi cha kusema kwamba unafikiri mimi nakwenda kuuba. Yaani maana yake ni kwamba kwa sababu hawa watu wanatumikia kwa jina la umma, wanatumikia kwa jina la wananchi, lakini hawaogopi. Yaani anakuambia I don't fear and you cannot do anything to me. Dash. Nafikiri ndio maana yake. Sasa nyie mjiulize, ni hawa wale ambao kila siku wanasema kwamba wanatimiza sheria au ni watu tofauti? Anyways, kwa ni kama nilivyosema, nikapambana kadri ya uwezo wangu, ikashindikana.
Antipas Tundu Lissu Mughwai akasafirishwa usiku. Haya mengine kaja kujua retrospectively baadaye kwamba alisafirishwa usiku ule akaitwa Dar es Salaam, na mnamo tarehe 10 April akafikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, akafunguliwa kesi hizo mbili, namba zake ambazo nimezisema, mbele ya mahakimu hao wawili tofauti. Sasa tuanze na hii kesi iliyoko mbele ya Mheshimiwa Muhini ambayo ina mashtaka matatu, lakini kama nilivyosema shtaka ambalo linabeba maudhui mazima kesini shtaka hilo. Baada ya kufikisha pale, kwa mjibu wa sheria shtaka hili lina dhamana, na Mheshimiwa Muhini akampa dhamana mshtakiwa Antipas Tundu Lissu Mughwai, akampa dhamana kwa sharti la kwamba awe na mdhamini mmoja, kitu ambacho tutakuwa wachoyo wa fadhila za kisheria kama hatutasema ukweli kwamba Mheshimiwa Muhini alisimamia sheria kama ambavyo inaelekeza, kwamba there is no way ukatuambia kwamba Antipas Tundu Lissu Mughwai anaweza akaruka dhamana, ila unaweka mdhamini mmoja, kwa maana kwamba hata basi akichelewa kwenye foleni awepo mtu akukimbia kuja kutoa taarifa au akiwa mgonjwa. Kwa hiyo kwenye upande wa dhamana hatuna tatizo lolote, na tunaipongeza mahakama, ilitumia common sense. Tumeshasema mara kadhaa, mpaka mahakama rufaa imeshasema mahakama zetu zinapaswa pamoja na mambo mengine kutumia common sense. Kwa hiyo ilitumia common sense, akapewa dhamana. Alishindwa kurudi nyumbani kwa sababu kabla ya hapo alikuwa ameshtakiwa kwenye kesi nyingine, kesi ya uhaini au shtaka la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria za nchi yetu halina dhamana. Kwa akapewa dhamana pale, lakini mwisho wa siku akapelekwa kuhifadhiwa kisheria. He was remanded by court order, remand order, kwenye gereza linaloitwa gereza la mahabusu la Keko. Linahudumia watu wote, wafungwa ambao wameshakupatikana hatia, lakini pia mahabusu. Akahifadhiwa kule kwa muda ambapo gereza lile, nafikiri kwa ujumla wetu ukiacha mambo mengine ya kisheria, tulikuwa hatuna tatizo lolote na namna ambavyo uongozi wa gereza la Keko walikuwa wanamhudumia. Changamoto nyingine ni za kawaida, tuna wateja wengi, yani hatujawahi kukosa malalamiko, lakini angalau basi alikuwa anavumilika. Hapo baadaye, kama ambavyo mpaka sasa dunia nzima inafahamu, bila sisi kufahamishwa, bila ndugu zake kufahamishwa, akahamishwa kutoka gereza la Keko kupelekwa gereza la Ukonga, ambapo tutakwenda kuzungumzia mazingira hayo. Lakini hoja yetu ni nini? Hoja yetu ni kwamba mara ya mwisho wakati kesi inaahirishwa mbele ya Mheshimiwa Muhini tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025, alikuwa committed, alipelekwa kisheria, kwa sababu unapompeleka mtuhumiwa mahabusu, kuna nyaraka inaitwa remand order. Mkuu wa gereza husika hafungui milango yake kumruhusu mahabusu aingie katika gereza lake bila kuonyeshwa na maaskari kutoka mahakamani. Hiyo nyaraka inaitwa remand. Tunaita barabarani na tutaendelea kuita barabarani. Sio tunapaita barabarani kijeuri, tunaita barabarani kwa mujibu wa tafsiri yetu ya kisheria kama tutakavyoonyesha. Tumesikia hoja huko barabarani, watu wanajibu barabarani wenye hadhi mbalimbali kwamba kuna discretion. Yes, lakini sisi hoja yetu ni kwamba mahakama wakati na sign remand order ilisema tuelezea wamepata changamoto ndugu zake gereza la Ukonga. Yaani ni kama amepelekwa, wote mnafahamu wafuatiliaji wa mambo, kuna gereza maarufu kule Marekani, actually haliko Marekani proper, liko Cuba, pembeni ya Cuba. Cuba proper hapa pembeni kuna sehemu panaitwa Guantanamo. Kuna watu wanahifadhiwa kule. Yaani masharti ambayo tumekumbana nayo kwa maoni yetu, this is our professional opinion. Hatuchochea, this is our professional opinion, na baadhi yetu tume-experience. Kwa tutakachoenda kukisema ni kile ambacho tume-experience. Kwa tunaposema mazingira yale ni kama tu, kwa tafsiri yetu ya kisheria ni kama tu ya Guantanamo, basi tunamaanisha sio hearsay, ni personal experience tutakwenda kuonyesha. Anyways, turudi kwenye hoja. Kwa hiyo akapelekwa kuhifadhiwa kule. Baada ya pale, baada ya kesi kwa imeahirishwa, ikapangwa ije tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa nini? Kwa sababu kwa mjibu wa sheria mahakama ina uwezo wa kuahirisha kesi kwenye mazingira makuu mawili. Kwa mtu ambaye amepata dhamana,
mahakama inaweza kuahirisha kesi mpaka siku 30. Sio lazima kwa siku 30. Inaweza ikaahirisha kwa kutokana na mazingira yake yaliyoko mbele yake kwa siku 1, siku 2, siku 3, lakini sharti la sheria ni kwamba yani ceiling isizidi siku 30 kwa mtu ambaye amepata dhamana. Kwa mtu ambaye hajapata dhamana ceiling ni siku 14. Narudia tena, sio lazima aletwe apelekwe kama ilivyo watu sasa siku 14. No. Anaweza kaitwa ndani ya siku 3, 4, 7, 10 kutegemea na mambo yaliyoko mbele ya mahakama. Lakini siku 14 ndio ceiling kwa mtu ambaye hana dhamana. Sasa inaweza ikawa confuse kwamba mbona mbele ya Mheshimiwa Muhini alikuwa kapata dhamana lakini kesi ikaamriwa je tarehe 24, kwa sababu wote tulifahamu mawakili maafisa wa mahakama yenyewe pia kama nilivyosema inatumia common sense. Mpaka inaahirisha kesi ya Mheshimiwa Lissu iliyoko mbele yake ya kuchapisha habari za uongo ambayo ilitoa dhamana, ilikuwa tayari inafahamu kwamba huyu mtu tayari ana kesi ya uhaini ambayo haina dhamana. Kwa ikatumia busara kwamba hebu aje baada ya siku 14 ili tuone mambo gani ya kisheria yatatendeka ambayo naenda kuyazungumzia. Kwa ikasema aletwe mahakamani tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025, na shauri likapangwa kwa hatua ya kisheria inaitwa usikilizaji wa awali. Usikilizaji wa awali nini kwa kifupi? Kwa sababu kama nilivyosema, leo tunataka kuwaelimisha Watanzania wafahamu mambo yote ya muhimu kwenye kesi ya Lissu ili wasidanganywe. Tumetoa hapa mistari ya Biblia na tumeona kama nilivyosema watu barabarani huko kwa namna moja au nyingine wanajaribu kupotosha. Sasa ni muhimu tumejisikia kwamba twende pamoja ili kila mtu aweze kufahamu. Sasa usikilizaji wa awali kwenye kesi za jinai baada ya upelelezi kuwa umekamilika, kifungu cha 192 cha sheria niliyoisema ya mwenendo wa makosa ya jinai kinaelekeza kwamba kabla ya kuanza kuita mashahidi, nilimsikia ili kwa sababu kunaweza kuwa kuna kesi, kwa mfano unasema Kibatala alitukana, sawa, kunaweza kuwa hapa kuna mashahidi nyie wote labda mnaweza mkaonekana kama ni mashahidi, lakini kuna mambo ambayo hayana shida. Kwa mfano huyu mtu anaitwa Peter Kibatala, swala hilo halina ubishani, labda anaishi Goba tuseme na ni wakili, hayo mambo hayana ubishani. Lakini mambo ambayo labda yanahusu utendaji wa kosa sasa ndio yanaweza kabishaniwa. Sasa ili kuharakisha kesi kwamba tusipoteze muda kuita mashahidi kuja kuthibitisha kwamba anaitwa Peter Kibatala au Hekima Mwasipu au Jebra Kambole au Maria Mushi au Ikoti Muwai Lissu, kuna mambo ambayo kuna huo mchakato unaitwa usikilizaji wa awali. Mnakubaliana kwamba kuna mambo haya hayana haja kuleta ushahidi, yako wazi, lakini yale mambo mengine ambayo mnabishana sasa yale ndio mashahidi wanaletwa. Kwa unakuta kwamba badala ya kuleta mashahidi 100 unaweza kukuta unaleta mashahidi 5 ambao wanakuja kudhibitisha yale mambo ya msingi. Sasa kwa mjibu wa sheria, tafsiri yetu sisi ni kwamba usikilizwaji wa awali unafanyika katika mahakama ya wazi mbele ya mshtakiwa, mawakili wa serikali, mawakili wa kujitegemea na hakimu. Lakini baada ya hiyo mjibu wa kifungu 192 cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kifungu cha 192 kifungu cha 3 kinasema baada ya kuwa mmeshachakata mambo gani yanabishaniwa, mambo gani hayabishaniwi, inaandaliwa waraka. Neno la kisheria ni memorandum of agreed facts, waraka wa mambo ambayo yamekubaliwa kisheria. Sheria kifungu cha 3 kifungu kidogo katika fungu la 192 kinasema baada ya kukamilisha zoezi inaandaliwa waraka, unasainiwa. Wote mnafahamu kusaini manake nini? Unachukua kalamu yako, una append signature pale. Tutaonyesha kwa nini tumesisitiza hilo swala. Kwa amri iliyotolewa na Mheshimiwa Muhini tarehe 10 ni kwamba itafanyika usikilizaji wa awali tarehe 24. Tukaachana kwa namna hiyo, na kule mbele ya Mheshimiwa Franco Kiswaga kwa sababu shtaka lile halina dhamana pia tukaachana katika namna hiyo kwamba tutakutana tarehe 24. Tarehe 24 tarehe 23 majira ya saa 2 au saa 3 usiku wa tarehe 23, wakili mwenzetu Hekima Mwasipu akatumiwa message kama 5, message za kawaida kwamba mashauri yote mawili yatasikilizwa kwa njia ya mtandao. Narudia tena, tumetumiwa, sio wote, wakili mwenzetu Hekima Mwasipu kwa njia ya normal short message services maarufu SMS. Sawa, ametumiwa message saa 2 mpaka saa 3 usiku. Ambaye anabisha, tumesikia watu wanaongea barabarani ambao sura zao hatuziona mahakamani, wamekwenda kuhadithiwa vitu ambavyo hata hawavijui, wana hadhi kubwa, sheria inaelekeza wanatakiwa kutekeleza vipi majukumu yao, lakini wamekwenda kutoa statements ambazo very unprofessional kama tutakavyoonyesha. But anyways, Hekima Mwasipu akatumiwa message 1 day before kwamba kesho yake tunakwenda kufanya kwa njia ya mtandao. You can imagine.
You can imagine kwamba huo ni utendaji kazi wa namna gani ambao mtu anatumiwa message, wakili wa mshtakiwa kwenye kesi nzito kama ya uhaini saa 2 saa 3 usiku kwamba kesho yake kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Cha muhimu kuliko chote ni kwamba hapakuwa na mawasiliano ya kabla. There was no prior consultation, there was no prior information kwamba zoezi hilo litafanyika kwa namna hiyo. Tutatafsiri vifungu kwa namna ambavyo sisi tunaiona from where we kutoka hapa tuliposimama, kwamba vifungu husika vinahitaji, yani hata kwa akili tu ya kawaida, unapofanya uamuzi wowote ambao unakwenda kuathiri haki ya mtu, unapaswa kumpa huyo mtu fursa kwanza ya kumsikiliza, hata kama uamuzi wako utabakia kuwa ule ule. Na ndio maana kama kwa sababu tunaongea na mwananchi wa kawaida kabisa, yule wa mtaani, ndio maana hata kama kwa mfano mtoto wako, nasema mtoto kwa sababu kuonyesha kwamba ni mtu ambaye unammiliki kuliko mtu mwingine yote. Maana ningesema mke wako italeta eruption. Niseme tu mtoto wako ambaye unammiliki. Hata kama unaletewa taarifa amefanya kosa fulani, hivi kweli unatoa tu adhabu? Si lazima unamuita kwanza, hata kama unajua kabisa kwamba huyu amefanya kosa fulani. Hautoi tu adhabu, unamsikiliza kwanza. Waumini wa dini ya Kikristo, kama nilivyosema, sina uhakika sana, I don't want to slip into an error nikazungumzia dini ya wenzetu Waislamu ambao tunawapenda, kwa sababu mafundisho yangu yapo lakini pengine sio makubwa sana, lakini mimi ni muumini wa Kikristo tu. Sisi tunafundishwa kuhusu Adam na Hawa. Fundisho la kwanza kabisa kwenye kitabu cha Mwanzo ni kwamba baada ya Adam na Hawa kufanya kosa ambalo wote tunalifahamu, hebu imagine Mungu yule ambaye ni omnipotent, ana macho, alikuwa anajua kila kitu, lakini bado alimuuliza Adam, akamuuliza na Hawa, mmefanya nini, kwa sababu gani? Na msingi wa haki ya kusikilizwa kabla hujafanya maamuzi umejengwa kwenye hiyo Biblia, kwamba jiulize, kama Mungu yule ambaye sasa ndo ametuumba sisi akifanya tu unapotea, lakini bado akawaita wale watu walioomba, alikuwa anajua wamefanya kila kitu, lakini bado akawasikiliza na baadaye akatoa adhabu. Kwa uamuzi wake pengine alikuwa kashauamua, lakini akasema ngoja niwasikilize, huwezi kujua watasema nini. Sasa huo ndo msingi wa unapotekeleza majukumu yote ya kisheria, ni lazima umsikilize mtu, hata kama sheria iko kimya. Busara ya utendaji haki inaelekeza umsikilize mtu. Sasa sisi tumepewa taarifa tarehe 23 mwezi wa 4 majira ya saa 2 saa 3 usiku, na message zikaendelea kutumwa mpaka asubuhi yake. Anyway, sisi ni askari wa vita. Kuna siku nilikuwa naendesha kesi fulani, alikuja rafiki yetu mmoja kutoka Zimbabwe, mwakilishi wa African Bar Association, akaja kwenye kesi, nafikiri ilikuwa ni Azito Kabwe. Alikuja kwenye ile kesi, akashangaa, maka alikuwa anaona shahidi anakuja anatoa ushahidi, alafu sisi hatupewi karatasi yote isipokuwa baada ya kuwa akauliza, hivi nchini kwenu nyewe mnaendesha kesi, yani shahidi anakuja hapo mahakama za chini alafu ndo mnauliza maswali? Akasema basi ni genius, kwamba katika nchi za wenzetu kuna process inaitwa discovery, kwamba wewe umemkamata mtu, umeshakata mahakama za chini, unampa taarifa kwamba bwana mimi na ushahidi 1 2 3, unampa nafasi na yeye, hata wakili anapotaka kuuliza maswali anakuwa amejiandaa. Lakini akalishangaa yule jamaa, nimemsahau majina yake, naye nakumbuka kutoka Zimbabwe, Jero namkumbuka, na labda Matata ya hoja nini? Hoja ni kwamba sisi ni maaskari, mazingira yote yale tunaendana nayo. Kwa tukajiorganize upesi, tukaenda mbele ya Mheshimiwa Franco Kiswaga, tukatoa hoja kwamba utaratibu uliotumika, Franco Kiswaga ilikuwa ni shauri la uhaini, kwamba utaratibu uliotumika wa kubadilisha mfumo kutoka usikilizwaji wa kawaida kwenda usikilizaji wa remote, na neno lilotumika kwenye sheria tunalisema kwa Kiingereza kesi za mbadala kwa njia ya mtandao, tuseme neno lilotumika ni remote proceedings. Remote proceedings. Wote mna kile kifaa cha kubadilishia channel nyumbani. Kile kifaa ni mbadala wa kwenda kwenye TV kubonyeza. Maana yake ni kwamba unafanya remote, maana yake unafanya ukitoka ukiwa mbali. Ndio maana ya remote, si ndio? Kwa kama nilivyosema, tunaongea na Mtanzania wa kawaida ili watu wasipotoshwe. Hata Biblia kama tulivyosema inakataza kupotosha watu, hata kama wewe ni waziri au wewe una cheo kingine chochote kile. Anyways, kwa tukatoa hoja mbele ya Mheshimiwa Kiswaga kwamba wakati shauri linaahirishwa, hatukuwa tumekubaliana kwamba tutakuja kwa njia ya mtandao. Njia ya mtandao au remote proceedings ni njia mbadala
ya kusikiliza mashauri kwa namna ya kawaida. Na tukasema kifungu cha 186 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasisitiza kwamba mashauri yote yatasikilizwa katika mahakama ya wazi, open court, isipokuwa pale ambapo vifungu vinavyofuata vinasema pale ambapo kutokana na mahitaji mahususi basi mahakama inaarifiwa, halafu swala linaamuliwa lisikizwe kivinginevyo. Kwa mfano mashauri ya ndoa, kwa sababu ambazo ni logic. Watu wanapobishana kuhusu haki zao za kindoa, huwezi kujadili kwenye open court kwamba huyu anafanya hivi anafanya hivi, au mashauri ambayo yanahusu haki za watoto au yale mengine ambayo baada ya kujadiliwa na mahakama kutoa uamuzi yanaonekana kwamba kwa maslahi ya umma, ya mshtakiwa au ya shahidi yasikilizwe, tunasema kisheria behind camera, in camera, kwa maana ya kwamba sio mahakama ya wazi. Kwa hoja yetu ilikuwa kwamba ni nani aliyebadili utaratibu wakati tarehe 10 hatukukubaliana hivyo, na tukatoa hoja kwamba pamoja na kwamba tunatambua kwamba kuna sheria ambazo zina govern, kuna sheria mahususi imetungwa na nchi yetu. Watu watasema maoni tofauti, ila ukweli wa Mungu ni kwamba historia ya sheria hii au kanuni hizi ni kwamba zilitungwa kipindi kile wakati kuna janga la corona. Mmoja hapo ya watu wa kwanza kabisa anyway, kuna jaji fulani, kuna majina yake yamenitoka kidogo, lakini alikuwa Mwanza huko, alitoa kwa kumbukumbu zetu moja hapo ya maamuzi ya kwanza kabisa ya kwamba katika registry ya Mwanza kwamba mashauri hayo mashauri ambayo hayalazimu sana mtu kuletwa mahakamani yasikilizwe kwa namna mbadala. Na baada nitawataja baadaye, majaji ni wengi na kazi nyingi tu, jina limenitoka kidogo, na baadaye sasa ndio zikatungwa kanuni hizi. Wenzetu wanaweza kuwa na maoni tofauti, but historia ndio hiyo. Kwa hiyo sisi tukatoa hoja kama nilivyosema kwamba ni nani na kwa namna gani alimshirikisha nani, mshtakiwa alishirikishwa, mawakili wake walishirikishwa mpaka mahakama kufikia uamuzi huo. Tukatoa na hoja nyingine kuhusiana na haki zilizovunjwa za Mheshimiwa Lissu ambazo tutazungumzia baadaye. Mahakama katika uamuzi wake wa tarehe 24, Mheshimiwa Franco Kiswaga, nafikiri tulitoa hoja masaa 5. Nafikiri alitujibu baada ya dakika kama 5 tu, hapo tu akatujibu. Anyway, hilo ni swala lingine ambalo sitaki kuingia nalo. Anyways, lakini hoja ya msingi ni kwamba mahakama ikasema kwamba kila kitu kiko sawa kwenye kesi ya Mheshimiwa mbele ya Mheshimiwa Kiswaga ile ya uhaini. Inakuja tena tarehe 6, kuna mambo ya ziada yatatokea, tutakwenda kuambia muda usio mrefu. Tunarudi kwenye kesi ya Mheshimiwa Muhini. Yenyewe iliahirishwa ili iweze kusikilizwa kwa usikilizaji wa awali. Tafsiri yetu ya kisheria kama nilivyosema ni kwamba usikilizaji wa awali hauwezi kufanyika. Tafsiri yetu hiyo, ambaye atatukosoa atatukosoa kama ambavyo yeye anavyotafsiri sheria, na uzuri kama ndivyo kusema mahoja zetu tulizozitoa na za wenzetu zinafanywa uamuzi tarehe 6. Kwa tukatoa hoja ya kwanza kwamba usikilizaji wa awali hauwezi kufanywa kwa nature yake, yani kwa kabila lake, ukasikilizwa kwa njia ya remote proceedings. Kwa sababu tukasema kwa mfano saini ya Lissu kwenye hoja zinazokubaliwa na ambazo zisikubaliwi mtaipata wapi? Lakini pili, ni nani na kwa namna gani alibadilisha amri ya kama kungekuwa kuna amri ya kesi kusikilizwa kwa njia mbadala kwa maana ya remote proceedings, tulitarajia wakili yoyote anayejitambua anafahamu kwamba amri kama haijasemwa kimahususi inakwenda kama mazoea yalivyo na maelekezo ya kawaida ya sheria. Sasa mahakama mbele ya Mheshimiwa Muhini tarehe 10 ilisema kesi itakuja kusikilizwa awali tarehe 24 mwezi wa 4. Ghafla saa 3 usiku, saa 2 ya tarehe 23 tunatuma message kwamba kesi hizo kwa mtu. Watu tukatoa hoja, nani alibadilisha na alikana nani? Hata kama kweli chini ya kifungu cha 4 cha kanuni hii, sheria hii, kanuni hizi za uendeshaji wa remote proceedings ambao almaarufu sasa hivi wote tunasema mtandao, tutumie jina hilo, ila sio tafsiri rasmi. Kama nilivyosema, tafsiri rasmi ya kisheria inaitwa remote proceedings and electronic recording. Sawa? Usikilizwaji wa mbali. Kifungu cha 4 kinasema mahakama inaweza either kwa kuombwa na upande wowote au kwa mamlaka yake yenyewe kuamuru kwamba shauri lisikilizwe kwa njia ya mtandao. Fair enough. Hoja yetu ya msingi ambayo tumeitoa
ambayo tunataka tuifafanue kwa wananchi wote, wakiwemo mawakili wenzetu wanatusikiliza, mpaka watoto wa vyuo huko, ni kwamba hata kama kifungu kipo kimya, lakini kifungu chochote ambacho kinaipa mamlaka mahakama au taasisi nyingine ya kutenda jambo fulani, kwenye kifungu hicho lazima isomwe haki